Ni kukaribishe kwa mara nyingine tena msikilizaji wa Kwetu News 24 mahali popote unapoendelea kufuata chaneli yetu. Karibu tena kupata habari zetu za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 1 Julai 2026. Hii ni Kwetu News 24. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na Martin Fayulu anapinga marekebisho yoyote ya katiba na anadai Felix Tshisekedi ajiuzulu madarakani. England dhidi ya DRC ni mechi ngumu mbele, lakini si isiyoweza kushindwa. Baada ya miaka 15 ya kutofanya kazi, njia za reli za mji mkuu zinafufuka. Mnamo Juni 30, Rais Tshisekedi alisafiri kutoka kituo kikuu hadi uwanja wa ndege wa Njili jijini Kinshasa. Shirika la ndege la taifa Air Congo aina ya Boeing 787 hadi 800 lenye uwezo wa abiria 360 hadi 380 lilitua Jumanne na saa 5 kwa saa za huko Kinshasa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili mashariki mwa Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Tupate habari kamili msikilizaji. Martin Fayulu anapinga marekebisho yoyote ya katiba na anadai Felix Tshisekedi ajiuzulu, akimtuhumu kwa kutaka kukeuka sheria za msingi nchini DRC. Baada ya kupata treni kutoka kituo kikuu hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili pamoja na naibu waziri mkuu wa waziri wa uchukuzi, mawasiliano na maendeleo vijijini Jean-Pierre Bemba, waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka na wajumbe kadhaa wa serikali, Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akifuatana na mke wake Denis Nyakwera Tshisekedi walikagua kazi ya ukarabataji katika kituo cha abiria cha ndani siku ya Jumanne Juni 30, 2026. Rotunda sasa imekarabatiwa kabisa kulingana na viwango vikali vya kimataifa vya usalama na starehe katika uwanja wa ndege. Ukarabataji huu ni sehemu ya mpango wa kitaifa wa kuboresha miundombinu ya uwanja wa ndege wa DRC. England dhidi ya DR Congo ni mechi ngumu mbele, lakini si inayoweza kushindwa. Tumethibitisha dhidi ya timu zinazodaiwa kuwa bora kuliko sisi kwamba tunaweza kufanya vizuri. Sebastien Desabre. Nchini DRC ni kwamba wakiwa wamekusanyika kwa ajili ya misa katika kanisa kuu la Notre Dame du Congo chini ya uongozi wa Kardinali Fridolin Ambongo, baraza la utume wa walei Katoliki wa Kongo lilielezea kuunga mkono msimamo wa Senko dhidi ya marekebisho ya katiba yaliyopendekezwa, likiwataka waumini kuinuka kutetea manufaa ya wote. Katika ujumbe ulioandikwa na udhabiti, shirika hilo lilisema kwamba watu hawana njaa na amani, mkate, usalama na haki, si ya katiba mpya iliyotengenezwa mahususi ikionya dhidi ya hatari ya urithi wa vizazi vijavyo, jamhuri iliyotawaliwa kutoka ndani. Katika hafla ya maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru wa DRC, gavana wa kijeshi wa Ituri Meja General Kasongo Mulumba Batoka Gabi aliwataka watu kumbatia umoja, amani na kuishi pamoja kwa amani. Katika ujumbe wake alitoa heshima kwa waathiriwa wa vurugu zinazosababishwa na vikundi vyenye silaha na wale waliofariki kutokana na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Pia aliwasihi watu wa Ituri kuunga mkono juhudi za kujenga amani, kuimarisha mshikamano wa jamii na kuzingatia hatua za kuzuia ugonjwa wa Ebola. Baada ya karibu miaka 15 ya kutofanya kazi, njia za reli za mji mkuu zinafufuka. Mnamo Juni 30, Rais Felix Tshisekedi alisafiri kutoka kituo kikuu hadi uwanja wa ndege wa Njili. Kufunguliwa tena kwa njia hii ya kilomita 25 kunashughulikia changamoto kubwa za kimiundombinu kwa ajili ya Kinshasa, ikiwa ni pamoja na kupunguza msongamano wa magari barabarani, kuboresha nguvu
taratibu za ununuzi kupitia nauli thabiti na za bei nafuu, na kurejesha ardhi ya umma kwa kusafisha njia za reli zinazokaliwa kinyume cha serikali. Kulingana na rais, huduma ya reli inapaswa pia kupanuliwa hadi sehemu ya magharibi ya mji mkuu kati ya kituo kikuu cha Kintambo Magaden. Kufuatia safari hii ya uzinduzi, huduma ya kila siku inaweza kuanza tena ndani ya nchi ya wiki 3. Lengo ni kupunguza muda wa kusafiri kati ya kituo kikuu cha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili kwa dakika 20 hadi 30. Katika ghafla ya maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi alichapisha ujumbe akikosoa marekebisho ya katiba yaliyopendekezwa. Kulingana naye, serikali inapendelea kurekebisha katiba ili kulinda maslahi yake, huku watu wakiendelea kuteseka kutokana na athari za vita, umaskini na ufisadi. Rais wa Umoja wa Jamhuri pia aliwasihi raia wa Kongo kubaki wamoja, macho na wenye nia thabiti. Alisisitiza kwamba uhuru unaweza kuwa na maana halisi ikiwa unaambatana na uhuru, haki, demokrasia na uhamisho wa madaraka kwa amani. Tutasalia nchini DRC ambako shirika la ndege la taifa Air Congo aina ya Boeing 787 hadi 800 lenye uwezo wa abiria 360 hadi 380 lilitua Jumanne na saa 5 kwa saa za huko Kinshasa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili mashariki mwa jiji hilo, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Tshisekedi alikuwepo kwenye lami kulingana na shirika la habari la Kongo AFP. Wakuu wa taasisi na wanachama kadhaa wa serikali pia walikuwepo kwenye lami katika uwanja wa ndege wa Kinshasa kukaribisha kuwasili kwa ndege hiyo mpya ambayo inatarajia kuanza kufanya kazi zake katika njia za kimataifa katika siku zijazo. Msikilizaji wa Kwetu News 24, hapa ndipo tunafika tamati wa habari zetu za siku ya leo. Kumbuka pia habari hizi unaweza kuzipata kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook pamoja na YouTube. Pia usikose kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kutoka Kwetu News 24. Kwa niaba ya timu nzima, mimi sina la ziada na watakia nyote muwe na siku njema. Hii ni Kwetu News 24.